Naam, mtazamaji, ni tarehe 1 mwezi Mei mwaka ni wa 2025. Popote ulipo onyi na kusabahi, nikitumai kwamba siku yako imekwendea vema. Siku yetu hapa studio imekuwa shwari kabisa. Sijui umekuwa wapi siku hii ya kwanza ya mwezi Mei ambapo tumeadhimisha siku ya Labor Day, makala ya 60, wananchi wakikongamana katika bustani ya Uhuru kuweza kuadhimisha siku hiyo. Tunayo taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Rais William Ruto awaongoza wa Kenya katika maadhimisho ya 60 ya siku ya wafanyakazi, huku akitetea makato ya serikali. Rais Ruto atetea mswada wa fedha wa mwaka 2025, akiahidi kuwa malipo ya uzeeni hayatatozwa ushuru. This reform is a recognition of the service and sacrifice of our senior citizens and workers. Na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli asema anataka kustaafu, ila wafanyakazi wenza wanamuomba aendelee kuhudumu milele. Uchunguzi waendelea kuhusiana na kifo cha mbunge wa Kasipul Charles Ongondo Were ambaye alimiminiwa risasi jana kwenye barabara ya Ngong, Nairobi. Na kwa namna hiyo mtazamaji, ninakukaribisha kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Walter Juma. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi KOTU Francis Atwoli amependekeza matozo kama vile NSSF na ada za nyumba ya bei nafuu kuhesabiwa kutokana na mshahara msingi badala ya mshahara halisi ili kupunguza makato katika mishahara ya wafanyakazi. Kulingana na Atwoli, mfanyakazi anayepata mshahara duni angeweza kuokoa angalau shilingi 1500 iwapo mabadiliko hayo yatatekelezwa na Rais William Ruto, akitetea mfumo wa sasa wa ushuru, akisema kwamba fedha hizo zinawekeza na zinaongeza akiba ya kitaifa ambayo sasa imeongezeka maradufu kati ya mwaka 2023 na 2025. Ruto pia ameahidi kurekebisha mikataba inayozuia ajira za ughaibuni. Hizi vitu tunakatwa, housing, nini, taxation, it should not be on gross salary. Hizi vitu vinatakana viwe on basic, so that gross, umefanya overtime, umefanya nini, it's not interfered with. And I know Your Excellency will look at that. All deductions, salary deductions, statutory deductions should be at basic, not on gross, where somebody might have toiled very hard to work on overtime and he doesn't realize something. It's not going to happen. We are going to make it happen. And it's going to be a product. A prosperous Kenya is going to be a product of decisions that we make. We cannot be prosperous if we don't make the right decisions. We cannot develop if we make the wrong decisions. We must make the right decisions for the country to grow. And I want to promise the people of Kenya that I will always make the right decisions to make sure that Kenya makes progress. Tukizidi kukutaarifu mtazamaji, ni kwamba katibu wa muungano wa wafanyakazi nchini Francis Atwoli amesema kuwa yuko tayari kustaafu, ila bodi ya KOTU inamzuia, kwani wanabodi hiyo wanamtaka azidi kuwatumikia. Atwoli pia akiibua mjadala baada ya kuiomba serikali idhibiti mitandao ya kijamii. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo.
Francis Atwoli ameishi kwa miaka 75 na amehudumu kwa miaka 24 kama katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU. Atwoli ametumikia serikali 4 ikiwemo ile ya marehemu Daniel Moi, Mwai Kibaki, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais wa sasa William Ruto. Na sasa Atwoli anasema yuko tayari kufunganya virago na kwenda nyumbani. These 60 years, Your Excellency, I have been around as the leader of labor movement in this country for 24 years. And recently, Your Excellency, when we were with you in Nyanza, I did mention that you are my last president for me to serve. I have served all presidents of the Republic of Kenya, and I also assured shop stewards recently that as you see me here, I'm contemplating to exit. Ila uamuzi wa Atwoli kustaafu unakumbwa na upinzani kutoka kwa wanabodi wa muungano wa KOTU ambao wamemtaka aendelee kuwatumikia. This does not mean that as we enter into the new year, that it will be only Atwoli who can be able to lead labor movement. Bodi hiyo wakisisitiza kuwa wamemuidhinisha Atwoli kuwa katibu mkuu kwani hawana mgombea mwingine, huku wakionyesha imani na uongozi wake. Our organization is democratic. We are free and independent. And among our affiliates, 42 of them, they know your capabilities, those who are affiliates, your abilities to articulate issues concerning working men here and across the globe, and they will make a decision. Atwoli pia amejitosa sana katika ulingo wa siasa, akionekana kutofautiana na baadhi ya marais na baadaye kukubaliana kufanya kazi na serikali, mfano mwafaka ukiwa uhusiano wake na Rais William Ruto. Hawa Kenya unasikia ground ni mbaya. Hapa ground hapana mzuri. Ruto must go. Na sio ground ni mbaya. Wewe anasema ground ni mbaya. Mwenyewe hana ground. Atwoli pia amekuwa akijipata katika njia panda kwa baadhi ya semi anazotoa. Hii leo ameibua hisia mseto baada ya kusema kuwa serikali inapaswa kudhibiti mitandao ya kijamii, akisema Wakenya wanazidi kukosea heshima taifa lao. This is not the route we want to take. But Your Excellency, one day you Kenyans will remember me. If we don't regulate social media, if we don't, Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Atwoli anajigamba kwa kutumikia muungano huo tangu mwezi wa Agosti mwaka 2001 na kuishirikisha si nchini pekee bali hata kimataifa, ambapo aliteuliwa kama mshiriki wa shirika la ajira duniani ILO katika taifa la Switzerland. Atwoli pia anafahamika sana kwa kuidhinisha haki za wafanyikazi katika katiba ya Kenya. Elizabeth Atieno, TV47. Asante sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, swali ni je, Atwoli atastaafu kweli? Tukizidi kusonga mbele ni kwamba sherehe za sikukuu ya leba zilijawa na mbwembwe na madaha kutoka kwa wafanyakazi. Sherehe hizo zikisheheni nyimbo na vifijo. Licha ya hayo, idadi ndogo ya vijana walijitokeza katika sherehe hizo na wamelalamikia swala la ajira pamoja na nafasi yao katika miradi ya serikali, huku wazee na walemavu pia wakitaka kuangaziwa. Aidha, katika kaunti idadi ndogo ya watu ilijitokeza kuadhimisha sherehe hizi. Mike Chalo anatupambia taswira kamili. Nyimbo za shangwe na vifujo zilianikiza katika bustani ya Uhuru katika maadhimisho ya sherehe za Labor Day. Wafanyikazi kutoka mashirika mbalimbali kwa mada na ujasiri, kila mmoja akitumia fursa hii kuipamba na kuonyesha taaluma yake kwa uwazi, huku akiwa wamevalia sare na magwanda yao ya kila siku kazini. Rangi hizi zikiipamba bustani ya Uhuru kuashiria ufungamano na bidii ya wafanyikazi kwa pamoja. Lakini sio wote walionekana kuridhishwa na haya yote, wengine wakiashiria kuwa sio kila king'aacho ni dhahabu. Idadi ndogo ya vijana waliojitokeza hapa wakilalamikia kuachwa nje katika miradi mingi ya serikali. Nimesikia vijana wengi, hata vijana wengi tunaona hawajatokea sana kwa uwanja. Sasa kumekuwa na shida hii, mambo na vijana wana kazi. Huku wasio na ajira wakitilia shaka nafasi yao katika kumiliki nyumba za serikali za bei nafuu.
Unalipa nyumba yenye ujui unalipa nyumba gani, kitu ya kwanza, umeelewa? Haya, kitu kingine wewe unakatwa mshahara, wewe mwenyewe hata una mshahara yenyewe surely. Because mimi naona hapo hivyo ni kutumiza, hata anataka kuendelea kutumiza sana. Because nyumba zenyewe ni zao tu wanatengeneza. Vile walio na ulemavu wametaka matakwa yao kuzingatiwa kikamilifu. 5% in affordable housing should be reserved for people living with disability. Aidha, vijana wameelezea wasiwasi wao na bodi ya muungano wa wafanyikazi KOTU, wakisema bodi hiyo imejaa wakongwe, huku akitilia shaka atakayetetea haki za vijana na kupaza sauti yao katika swala la ajira. KOTU, hiyo board vile niliona, it's full of almost about 88 people. Naona tunafaa pia kama vijana pia to inclusive somehow like members. Wazee pia wakuridhika, wakilalamikia kiwango kidogo cha pesa za wazee. Tunahitaji shilingi, hata kama zitakuwa kidogo zaidi watupatie, hata kama ni 6,000 au 8,000. Hapo tutaweza kufurahia tukisema kwamba kweli serikali ya Kenya inajali wazee. Aidha, katika kaunti mbalimbali hali ilikuwa tofauti, idadi ndogo ya watu ikijitokeza katika sherehe hizi za Labour Day, na sawa na jijini Nairobi, sura za vijana zilikuwa chache pia katika sherehe hizi katika kaunti mbalimbali. Mike Chelo, TV47. Na familia ya mbunge wa Kasipul Charles Were inaitaka serikali kufanya uchunguzi wa mauaji yake, ikidai mahasimu wake wa kisiasa waliotishia maisha yake wanajulikana. Akizungumza nyumbani kwake Kasipul, kaunti ya Homa Bay, nduguye mbunge huyo Paul Juma Were alidai kuna mikutano iliyofanyika kupanga mauaji yake. Wakazi wa eneo bunge lake la Kasipul walimuomboleza mheshimiwa kwa kubadilisha maisha yao. Wingu la majonzi lilitanda katika kijiji cha Kachien, eneo bunge la Kasipul, nyumbani kwake mbunge Charles Ong'ondo Were, ambapo waombolezaji walijumuika kufuatia mauaji yake ya kupigwa risasi katika mzunguko wa chumba cha kuhifadhi maiti cha City, barabara ya Gong. Nduguye Were, Paul Juma Were, akizungumza na wanahabari, alidai wauaji wake wanajulikana na kuiomba serikali kuitendea familia haki. And the killers, let us not mince words, the killers are known. They are known because Were has been complaining. Were has recorded statement from DCI headquarters. Were has recorded statement hapa kwa DCI hapa. No assistance had been, he has not been assisted. Kulingana na familia, mikutano kuhusu mauaji yake ilifanyika, huku wakidai siasa za ODM katika kaunti ya Homa Bay na Kasipul zilichangia. Were was killed because of politics of Kasipul, because of politics of county chairmanship. It's true. That only two things. Because of leadership, kwa sababu some of the aspirants wanted to eliminate him. Kulingana na familia, si mara ya kwanza mbunge huyo kuhofia maisha yake, wakisema wameandikisha taarifa na polisi na vilevile kueleza hadharani kwamba kuna genge la majambazi linalomsaka. He mentioned names. Moja is Ungati. He mentioned names. The meeting which was held at Piccadilly. UDA chairman here was in attendance. Arthur was in attendance. It's true. Those are the meetings we were planned. They were planning how to eliminate him. Wakazi wa eneo bunge lake walimumenia sifa mbunge wao kwa kujali maslahi yao kupitia usaidizi wa karo ya shule na miradi ya maendeleo eneo bunge hilo. Hata ukikuja hapa kwake anaangalia tu, anaongea tu na watu pale. Gate iko wazi na ile ingine pia iko wazi. Hata ukitoka sehemu ya Rangwe unakaribishwa tu hapa. Hapa jijini Nairobi, viongozi akiwemo gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na wabunge wakifika kuifariji familia katika mtaa wa Karen, huku mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma akitwikwa jukumu la kuongoza mipango ya mazishi. I think the question in everybody's mind is who did this and why did they do it? I think that is the question that everybody is asking, including back in his constituency. So people would like to know answers. Baada ya kupigwa risasi kwake,
Mbunge huyo aliyetumia gari hili alipelekwa hadi hospitali ya Nairobi na baadaye kupelekwa chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, ambapo viongozi walikongamana wakiongozwa na katibu wa usalama Raymond Omolo na wabunge. Were ni mbunge wa 3 kuuawa baada ya aliyekuwa mbunge wa Kabete George Mushai mwaka 2015 na aliyekuwa mbunge wa Embakasi Mugabe Were mwaka 2008. Apul Kamau, TV47. Na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai wameanzisha rasmi uchunguzi wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Were aliyeuawa kwa kupigwa risasi Jumatano usiku katika barabara ya Ngong. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, maafisa wa idara ya upelelezi wamewazuia dereva na walinzi wawili wa mbunge huyo katika kituo cha polisi cha Nairobi area ili kuwasaidia katika uchunguzi wao. Maafisa wa idara ya upelelezi wameanzisha rasmi uchunguzi wao katika kifo tatanishi cha mbunge wa Kasipul Charles Were aliyeuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Mbunge huyo aliyewakilisha wakazi wa eneo la Kasipul bungeni anadaiwa kutoka katika bunge mwendo wa saa 12 jioni na kuelekea katika sehemu moja ya burudani katika barabara ya Jakaya Kikwete kwa dakika chache na kuondoka kwa kutumia barabara ya Valley Road kuelekea Lang'ata. Were anadaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika barabara ya Ngong na watu wawili waliokuwa wameabiri bodaboda, ambapo mmoja wao alishuka kwenye bodaboda hiyo na kuelekea hadi upande wa gari alikoketi mbunge huyo kabla ya kumfiatulia risasi 6 zilizosababisha kifo chake mwendo wa saa 1:30 usiku. Pindi tu alipopigwa risasi mbunge huyo, walinzi wake wawili na dereva wake walipeleka hadi hospitali ya Nairobi, ambapo mbunge huyo walifariki na kupelekwa katika makafani ya Lee ambapo mwili wake umehifadhiwa. Huku maafisa wa upelelezi wakiendelea kuwazuilia dereva na walinzi wa mbunge huyo katika kituo cha polisi cha Nairobi area, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kufanya uchunguzi wa kina wa mauaji ya mbunge huyo na kuhakikisha waliofanya mauaji ya mbunge huyo wamekamatwa na haki kutendeka. Particularly the Directorate of Criminal Investigations are doing very well to establish the killers and the motive, and I believe that soon the DCI will give a public update on the progress of the investigations. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Na Rais William Ruto amesifia pakubwa mswada wa fedha wa mwaka 2025 kama unaopania kuboresha uzalishaji kama njia mojawapo ya kukuza uchumi katika taifa hili, huku pia akisifia mswada huo kwa kile anasema pia unapania kuwasaidia pakubwa wafanyakazi kwa kutotozwa ushuru kwa malipo yao ya shukrani maarufu kama gratuity. Kadhalika, waziri wa fedha John Mbadi anasema mswada wa mwaka 2025 unapania kukuza uchumi pasi kuongeza ushuru kwa Mkenya, huku serikali ikipania kupanua nafasi za walipa ushuru. Bunge likiwa limepokea rasmi mswada wa fedha wa mwaka 2025 hapo jana, Rais William Ruto amesifia mswada wenyewe kwa kile anasema ni mswada ambao unapania kukuza uchumi na zaidi kuwezesha uzalishaji mkuu humu nchini tofauti na miswada mingine, huku akiwataka Wakenya kuunga mkono mapendekezo hayo kwa kile anasema kuwa ni kwa manufaa ya taifa. This bill has been carefully crafted to stimulate economic growth, deliver efficiency and enhance competitiveness and expand opportunity. In fact, its provisions are designed to offer targeted relief for both businesses and workers and to support the spirit of enterprise and productivity. Katika mapendekezo ya mswada huo ni pamoja na kuhakikisha kuwa malipo ya shukrani maarufu gratuity hayana kodi sawa na pendekezo la waajiri kuwapa msamaha wa kodi wafanyakazi mara kwa mara, jambo ambalo rais anasema linapania kusaidia kukuza fedha kupitia ajira haswa wafanyikazi na pia kukuza biashara ndogo. Workers
take-home pay. Employers will now be required to apply eligible tax relief and exemptions directly when calculating pay as you earn, a significant shift from the current system where such reliefs can only be claimed from Kenya Revenue Authority. Kwa upande wake, waziri wa fedha John Mbadi anasema tofauti na miswada ya miaka ya awali, mswada huu wa mwaka 2025 wa fedha haujaongeza ushuru kwa wananchi, akisema kuwa lengo kuu ni kuhakikisha kuwa anapanua nafasi kubwa ya walipa ushuru ili kukimu bajeti yake. Current obtaining tax rate. So what we are saying is we will collect taxes at the rate at which they are being collected now. And two things. One, to make sure that the tax collection is sufficient to raise more revenue. And two, economy will also grow. So the same tax rates will definitely collect more taxes with higher economic growth. Okay? Mm-hmm. And that is why we are modestly increasing expenditure. Expenditure is not increasing so high. Katika mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2025 ni pamoja na bidhaa ambazo hazikutozwa kodi, zikiwemo malighafi ya kutengeza dawa, baiskeli za kielektroniki, bidhaa za kuunda chakula cha mifugo, miongoni mwa nyingine. Sasa ziwekwe katika kiwango cha msamaha wa kodi endapo mswada huo utapitishwa. Expanding tax base means bringing everybody who is supposed to pay taxes in the tax bracket. So going forward, we are going to make sure that the tax collection is sufficient, tax administration is improved, so that all taxes are collected without increasing the rate of taxation. Just modestly, we have cut down on expenditure, we have to cut down on revenue projections, so we are using the same tax rates. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Na vijana Kipkaren County ya Uasin Gishu wameandamana baada ya mmoja wao kuuawa na kutupwa katika mto Sosian Jumapili iliyopita na mmoja kupotea. Vijana hao wenye hasira walikabiliana na maafisa wa polisi kwa madai ya ukatili aliofanyiwa Abdullahi ambaye alipatikana amefariki na kutupwa kwenye mto Sosian. Chichi Josephine anaarifu zaidi. Vijana waliokuwa na hasira eneo la Kipkaren, Eldoret, walikabiliana na maafisa wa polisi wakiandamana dhidi ya madai ya ukatili wa polisi kwa mmoja wao aliyepatikana amefariki na kutupwa katika mto Sosian, huku mwingine akiwa bado hajapatikana. Ali Abdi anadaiwa kuuawa kikatili na kutupwa kwenye mto Sosian baada ya kutoweka kwa siku kadhaa, kama alivyoeleza dadake Naima Abdi. Mzee, the first thing aliona ni body ameinama hivi kwa maji, face ionekane. Ameinama, ako naked, hana nguo, body imefura, imeharibika juu ya maji, of which that body means from hiyo Monday yako tu kwa maji. Kwa mujibu wa marafiki wa Abdi, askari na mtu mwenye silaha wamekuwa wakiwatia hofu wakazi wa Kipkaren, hasa vijana, jambo ambalo linazua wasiwasi iwapo polisi wanahusika kwenye kutoweka kwa vijana hao. Huyo askari Kinyanjui ali make sure amemfuata yeye peke yake mpaka chini kwa mto. Na huko ndo the last minute tulimuonea huko, tulisikilia huko. Tulipata mwili kwa maji na kuna mwenye alipata, wanasema mtoto alirushwa kwa maji na polisi. Na hatuna uhakika, lakini sasa wanatafuta tu, wanalilia haki ya kijana mwenye aliuliwa. Familia za Ali Abdi na Samuel Njiru sasa wanaomba serikali kuingilia kati kufahamu aliyemuua Ali Abdi na pia kuchunguza kutoweka kwa Samuel Njiru. Tumeenda Rangas, tumeenda kwa kila mocheri kumtafuta kama kuna mtu. Hata tumeshindwa. Kijana yetu Osamia ako pande gani? Naomba serikali ifuatilie kabisa, ijue venye bradangu anaweza patikana. Na si hatuna ubaya na mtu, juu hatujaikosea mtu Kipkaren, na tunaomba tu wananchi tu tukue tu na amani. Chichi Josephine, TV47.
Sasa tugaragaze viwanjani. Mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa kikapu nchini Paul Agali Otula ameaga dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 61. Kulingana na ripoti kutoka kwa chama cha KBF, Otula alifariki akiwa nyumbani kwake Nairobi na inaripotiwa alikumbana na mshtuko wa moyo. Mwili wake kwa sasa uko katika hifadhi ya maiti ya Lee jijini Nairobi. Otula amekuwa mwenyekiti wa shirikisho la KBF tangu mwaka 2010. Na timu ya taifa ya soka ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars watajitosa uwanjani leo kucheza dhidi ya Morocco kwenye mchuano wao wa kwanza ya mashindano ya dimba la bara Afrika mwaka huu. Chipukizi hao wanalenga kuwakilisha Kenya kwenye mashindano hayo, huku kocha mkuu wa kikosi hicho Salim Babu akiwa na matumaini ya kufuzu kwenye fainali. Dimba hili litachezwa hadi tarehe 18 mwezi huu na mashindano haya hufanyika baada ya miaka 10 na timu zitakazotinga nusu fainali zitawakilisha bara Afrika katika kombe la dunia la mwaka huu. Huku Egypt vijana wamekuwa kwa shape mzuri. Ukiangalia pia tuko vijana wengi na kila mtu iko ready. Basi unapata hiyo ndio timu inakuwa mzuri. So ukiweka mtu yote pale nafikiri atafanya kazi ile nitakana, kwa sababu hata sisi tumekuja huku. Tumekuja kuwakilisha Kenya, tumekuja kuwakilisha watu wengi. So tunajua watu wengi wanatutegemea na watu wale wote tumeacha kwa nyumbani wanatutegemea. So nafikiri vijana watajituma. At least tupate, tusitoke tumetoka mapema, tutaka at least pia sisi compete na watu huko. Tuende mpaka huko mbele kidogo. Si mbaya sana, lakini kulingana na vijana wako vijana. Na waandalizi wa mbio za magari za WRC Safari Rally wameanza matayarisho ya makala ya mwaka 2026. Mkataba baina ya Kenya na promoter wa WRC unakamilika mwaka ujao. Hata hivyo, Safari Rally Kenya imeelezea nia ya kuendelea kuwa mwenyeji wa mashindano haya ya kila mwaka. Makala ya mwaka huu yalifanyika mwezi Machi na Safari Rally Kenya wiki hii ilifanya vikao na washikadau waliosimamia mashindano haya. And we are going to keep working with these teams as we prepare for 2026. And we're actually going to find opportunities, both locally and in the region, to keep these teams busy. So we are telling those people organizing rallies that the Safari Rally project is available to assist. We have equipment, we have trained personnel. Where we can, where it's within our budget, we shall come out and assist. From the FI reports we can see we had huge viewership for this year's rally, 400% more impressions, 53% more engagements, and so on and so forth. The data is telling us that the public are responding to what we're doing. Na mbio za magari za Equatorial Classic Rally zitaingia siku ya pili hapo kesho katika kaunti ya Taita Taveta. Madereva 19 wa humu nchini na wa kigeni wanashiriki kwenye makala ya kwanza ya mashindano haya ambayo yaling'oa nanga mapema hii leo katika eneo la Taita, kaunti ndogo ya Mwatate. Washiriki walizuru vituo vya Kamtonga, Lumo, Bura, Maktau, Mariwenyi na Pusa vyenye umbali wa zaidi ya kilomita 600. Baadhi ya madereva wa humu nchini ni Ian Duncan, Eric Bengi, Altaf Ganatra na Farhaz Khan. Mbio hizi zitakamilika siku ya Jumamosi. Ya kuwakilisha Wakenya kwa hiyo mashindano. Hii ni gari ya stock ya kawaida, tunaziona kila siku hizi makorola. The car has been lent to me by Azhar Anwar and his family. His son here is the one who spent nights and days getting the car ready for me. So we're very excited, very lucky. I've come from England. I'm one of the luckiest people at the moment. The conditions of the road will be a bit testing. But I think it's going to be a race full of challenges, but I think we're going to be prepared for all of them. 1964 Mini Cooper. My husband built it, and we're just looking forward to having some fun. It's our first rally, and it's the car's first rally, so wish us luck. Everybody's been so welcoming, very well organized, very exciting. I think it's going to be a good one. Na timu ya ligi kuu ya soka humu nchini Talanta FC itawaalika KCB katika uwanja wa Dandora Ijumaa jioni katika mchuano wa ligi kuu ya soka ya FKF.
Hii ni baada ya kikosi hiki cha KCB kubanduliwa kutoka kombe la FKF baada ya kubwagwa na timu ya ligi kuu ya NSL Nairobi United mabao 2-1 na pia kunyoroshwa na timu ya Kenya Police hapo jana. Talanta wanashikilia nafasi ya 15 kwa jumla ya alama 29 huku KCB wakitinga nafasi ya 7 kwa jumla ya alama 41 baada ya mechi 28, alama sawia na AFC Leopards ambao wapo katika nafasi ya 6. Na prepare poa. Ukiangalia last game at least tulianza kufunga wa kwanza. Na feel game ilikuwa more intense na tulikuwa tumeprepare vizuri. Kwa mimi na feel game ya kesho pia najua tuta come out victorious due to na prepare poa. It's going to be a hard one because Talanta are fighting relegation and they are not consistent in their results. Sometimes they win, sometimes they draw, sometimes they lose. And if you look keenly, they win in the bigger teams. The bigger teams, when they play the bigger teams, they win. So it's not going to be an easy one. It's going to be a tough. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 jioni ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, wakiwemo wapiga picha na waelekezi pamoja na maripota wote ambao wamechangia kwenye taarifa hizi. Mie sina la ziada, nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Walter Juma. Kwaheri kwa sasa.